Yumala siku kumi za maombi ukiletewa na Pastor Zawadi. Somo la jana lilikuwa na kichwa kinachosema wafundishe watoto na vizazi vyote kusema kwa ajili ya Yesu. Tukaona kabisa wazi kabisa ya kwamba wako wazazi ambao wamekuwa wakipuuzia malezi, lakini zumuni la somo la jana ni kutengeneza watoto, ni kuandaa watoto, ni kuwaweka sawa watoto watambue thamani yao katika maisha, ya kwamba kazi ya utume si ya mchungaji peke yake, kazi ya utume si ya mzee wa kanisa peke yake, kazi ya utume si ya mkuu wa idara peke yake, lakini kazi ya utume ni wa kila mshiriki ambaye yuko ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mshiriki. Na habari njema ni hii, Petro akaendelea kuthibitisha hili akisema, katika siku za mwisho Biblia inasema Bwana atamwaga roho wake kwa watu wote. Na ndipo jana tukaona kabisa ya kwamba Petro anarejelea maneno ya nabii Yoeli aliandika ya kwamba katika siku za mwisho vijana watakuwa wenye kuona maono, lakini wazee watakuwa wenye kuota ndoto. Lakini somo la siku ya leo ambalo ni somo la 8, tunapokaribia katika kilele cha kumaliza siku 10 hizi za maombi, jamani, simseme amina. Leo ni siku ya ngapi jamani? Siku ya 8. Kwa hiyo siku zetu zinaisha na zinayoyoma, na kichwa cha somo cha siku ya leo kinasema penda familia yetu ya imani kama Yesu anavyoipenda. Neno la Mungu nasema neema ya Kristo ikioneshwa katika maneno na matendo ya waumini, nuru itang'aa kwa wale walio gizani, kwa kuwa midomo ikisifu au midomo ikimsifu Mungu, mikono iliyonyooshwa kwa ukarimu ikiwasaidia wanaoangamia. Tunasoma kwamba siku ya Pentekoste Roho Mtakatifu alipomwagwa na kushuka juu ya wanafunzi wa Yesu, hakuna mtu aliyesema tu ya kuwa alichokuwa nacho ni chake mwenyewe, bali vitu vyote walivyomiliki vilitolewa kwa ajili ya maendeleo na matengenezo ya ajabu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema maelfu waliongoka kwa siku moja, wakati roho hiyo hiyo itakapoongoza waumini wa leo na kuwatoa kwa Mungu mali zao zote kwa ukarimu ule ule kama kanisa la awali, kazi kubwa ya injili itamalizika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa la awali Roho Mtakatifu alipomwagwa yako mambo ya kujifunza. Roho Mtakatifu anapomwagwa ubinafsi unaondoka kwenye maisha yetu. Anasema wakati mitume walipokusanyika pamoja wakaondoa tofauti zao, Roho Mtakatifu akamwagwa, ndipo hakuna kila mmoja aliyesema kitu hichi ni chake mwenyewe, bali vitu vyote walivyokuwa navyo walivifanya kuwa shirika. Kuna kitu kujifunza hapa, ya kwamba Roho Mtakatifu anapomwagwa hutufundisha kuwa wamoja ndani ya kanisa. Hakuna mmoja atakayejua bora kuliko mwingine. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume 2 aya 41 tusomaje? Matendo ya Mitume 2 aya ya 41, neno la Bwana linasema, sikia hili, soma msomaji. Matendo ya Mitume 2 aya ile ya 41, nao waliolipokea neno lake. Kumbuka ya kwamba neno la Mungu liliposomwa kwa ujasiri, lilipotamkwa kwa ujasiri, lilipohubiriwa kwa ujasiri, Biblia inasema maajabu na matendo makubwa yakaonekana. Wagonjwa wakapona, waliofungwa na vifungo vya giza wakafunguliwa. Anasema ndipo watu wengi wakawafuata mitume. Nataka nikwambie, unapokuwa na Roho Mtakatifu maishani, Mungu anakupatia mvuto na kibali. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho Mtakatifu akiwa kwenye maisha yako, hebu nikwambie, kila mahali unapopita watu
watatamani uwe rafiki yao. Petro wakati akiwa na wanafunzi wenzake, wakati huo Roho Mtakatifu alimwagwa, kazi ya injili imeendelea kusonga mbele. Anasema makutano wengi wakamfuata. Walipomfuata, Biblia inasema, endelea msomaji wangu, nao walipokea neno lake walipokea ile neno wakafanya nini jamani? Wakabatizwa. Na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Jamani, sisi amina. Petro kwa sababu Roho wa Mungu alikuwa ndani yake, ngoja nikwambie, alibatiza kwa siku moja waumini wapya wapatao 3,000 jamani. 3,000. Kuna jambo la kujifunza hapo. Roho wa Mungu anapokuwa kwenye maisha yako, ngoja nikwambie, utatenda makubwa tena ya kushangaza watu. Makubwa. Yaani wakati wengine unafikiri vitu vya kawaida kawaida, Mungu anakuketisha na kukupatia kibali cha kufanya makubwa kwa sababu Roho Mtakatifu yuko wapi jamani? Yuko ndani. Somo leo nasema penda familia yetu ya imani. Walipohubiri habari njema, ndipo waumini wengine wakapenda. Walipopenda, anasema wakajiunga na kanisa kwa njia ya ubatizo, watu wapatao 5,000. Elewa swali. 42 anasema wakawa wakidumu katika fundisho la mitume. Wakawa wakidumu katika mafundisho ya mitume. Na ndio maana nawaambia kwamba Biblia inasema basi enendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa wote kuwa jamani wanafunzi. Jambo la kwanza, mkawabatize. Alafu jambo la pili, na kuwafundisha. Na ndio maana tunapowabatiza imetupasa kanisa kutengeneza mafundisho. Ila mtu anabatizwa leo anaingizwa kwa darasa la lesoni. Akifika anakutana na kitabu cha Ufunuo, kinamwambia nikaona minara 7. Anasema minara 7 ni kitu gani? Mwishoni mtu huyo kwenye leso anasema kazi imekuwa ni ngumu, anakuja Satani baadaye. Lakini kwa darasa la furaha, darasa la maana, wanatengenezwa mafundisho, wanapikwa vizuri. Hatimaye huyo mtu wewe mwambie, ukitaka kumtoa kwenye kanisa hili, tafuta winchi ya kumdanganya nyuma. Lakini inakuwa ni rahisi kwa kumchomua kwa sababu yeye umembatiza leo, unamuuliza kwenye lesoni. Lesoni hiyo ukijifunza hata kuelewa haelewi. Ya kwamba kuna lesoni, kuna kichwa cha somo, kuna mjadala siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa hapa. Anasema ndipo Petro, Roho Mtakatifu walipokuwa ndani yao, walipokuwa wakihubiri habari njema, anasema ndipo wakaongezeka watu wapatao 3,000. Na walipokuja watu 3,000, anasema wakaendelea katika fundisho la nini jamani? La mitume. Na ndio maana nampenda Bwana sana ndani ya kanisa hili. Kila siku imetupasa kujifunza mambo mapya. Amen. Jifunze. Na sisi kabla Biblia kwa mpango, mtu anaendelea nyumbani lakini hata kusoma kwa mpango asome. Karani ya shule ya Sabato anasema jamani, wanaosoma kwa mpango wananyosha watu wangapi? 1, 2, 3, wamezidi sana 5. Kapili tukamoja Biblia kwa mpango. Kwa hiyo mitume walipowabatiza, hawakubatiza tu wakawaingiza kazini, waliwaandaa kuwatengeneza. Kuna jambo la kujifunza hapo. Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako, jambo la kwanza hakusukumi kwanza kufanya injili, anakuandaa kwanza wewe, hatimaye ndipo ukasema habari njema. Sisi amina. Ndio habari njema. Jana tulijifunza habari ya watoto wetu tunapowalea. Mtoto unapomlea unamwandaa kuwa mwinjilisti singo kwenda kuifanya kazi ya Bwana mahali fulani. Amen. Lazima Roho Mtakatifu atutengeneze, Roho Mtakatifu atupike. Na ndio maana kumefanya njema hii. Alitazama Petro wakati ule akiwa ni mvuvi wa samaki, leo hii akimwangalia kama mhubiri, anasema hivi ni kweli. Ndio maana Mungu kweli. Alitazama Petro wakati ule akiwa anakuwa akienda na ngarawa huko katikati ya bahari, akienda kuvua samaki, leo hii anakuta Petro ndiye ameshika Biblia anahubiri habari njema. Si kitu kidogo. Kuna jambo la kuelewa hapo. Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako anakuletea badiliko. Amen. Na ndio maana kuna wakati sishangai nikiona mlevi anayetembea anaanguka, lakini kesho yake mimi sijui kazi yangu ni kumwombea kwa Bwana, maana kuna wakati anaweza akawa ni mhubiri mkubwa wa kimataifa akihubiri habari njema. Acha kuona mtu wa kawaida, acha kumchukulia mtu wa kawaida. Kuna wakati nilikuwa navuta picha wakati ule nikiwa ninauza nyama sana pale nyumbani. Ninatumwa na baba naenda kuchani, natumwa na baba na pikipiki naenda huko. Watu hawakujua kwamba nilikuwa mchungaji. Wakaniona tu ni mtoto wa nyumbani. Lakini siku
moja nikasema hivi, kweli Mungu amenipatia utume leo mchungaji, nitaendaje kuambia watu ni mchungaji? Unajua siku hiyo Mzee Emmanuel, wakati nimelala usiku, Bwana akanipatia fungu moja. Nimekaa nikakumbuka jinsi ambavyo nilikuwa narukaruka pale nyumbani na pikipiki, naenda kule inatua na mzee nafanya hivi. Nikasema hivi, kweli nikienda watu nikiwaambia leo ni mchungaji watanielewa? Kanisa la awali, Roho Mtakatifu alipomwagwa, yako mambo ya kujifunza. Roho Mtakatifu anapomwagwa, ubinafsi unaondoka kwenye maisha yetu. Anasema wakati mitume walipokusanyika pamoja, wakaondoa tofauti zao, Roho Mtakatifu akamwagwa, ndipo hakuna kila mmoja aliyesema kitu hichi ni chake mwenyewe, bali vitu vyote walivyokuwa navyo walivifanya kuwa shirika. Kuna kitu kujifunza hapa, ya kwamba Roho Mtakatifu anapomwagwa hutufundisha kuwa wamoja ndani ya kanisa. Hakuna mmoja atakayejiona bora kuliko mwingine. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume 2 aya 41 tusomaje? Matendo ya Mitume 2 aya ya 41, neno la Bwana linasema, sikia hili, soma. Matendo ya Mitume 2 aya ile ya 41, nao waliolipokea neno lake. Kumbuka ya kwamba neno la Mungu liliposomwa kwa ujasiri, lilipotamkwa kwa ujasiri, lilipohubiriwa kwa ujasiri, Biblia inasema maajabu na matendo makubwa yakaonekana. Wagonjwa wakapona, waliofungwa na vifungo vya giza wakafunguliwa. Anasema ndipo watu wengi wakawafuata mitume. Nataka nikwambie, unapokuwa na Roho Mtakatifu maishani, Mungu anakupatia mvuto na kibali. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho Mtakatifu akiwa kwenye maisha yako, hebu nikwambie, kila mahali unapopita watu watatamani uwe rafiki yao. Petro wakati akiwa na wanafunzi wenzake, wakati huo Roho Mtakatifu alimwagwa, kazi ya injili imeendelea kusonga mbele. Anasema makutano wengi wakamfuata. Walipomfuata, Biblia inasema, endelea msomaji wangu, nao waliolipokea neno lake walipokea lile neno wakafanya jamani, wakabatizwa. Na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Jamani, simsemi amina. Amen. Siku moja ubatizo watu wangapi? 3,000. Hivi huenda picha mzee wa kanisa. Leo nikahubiri hapa High Central, tukaweka effort nzuri, nikaanza kuhubiri, na siku moja hapo watu 3,000. Tena si wahubiri wa kanisa hili, wapya. Kwanza Wakristo wale wasielewa Roho Mtakatifu ningeuliwa tume ya kwamba kuna kitu cha ziada. Sisi tumehubiri miaka na miaka, hatujawahi kubatiza watu 3,000 kwa siku moja. Sisi tumehubiri miaka na miaka, ukibatiza watu 30, 40, huo ni muujiza. Lakini wengi wao ni wale wa shule ya Sabato, wale ni nyuma ni wale. Lakini wapya 3,000 hatujawahi kuona. Petro, kwa sababu Roho wa Mungu alikuwa ndani yake, ngoja nikwambie, alibatiza kwa siku moja waumini wapya wapatao 3,000 jamani. 3,000. Kuna jambo la kujifunza hapo. Roho wa Mungu anapokuwa kwenye maisha yako, ngoja nikwambie, utatenda makubwa tena ya kushangaza watu. Makubwa. Yaani wakati wengine unafikiri vitu vya kawaida, Mungu anakuketisha na kukupatia kibali cha kufanya makubwa, kwa sababu Roho Mtakatifu yuko wapi jamani? Yuko ndani. Somo leo linasema penda familia yetu ya imani. Walipohubiri habari njema, ndipo waumini wengine wakapenda. Walipopenda, anasema wakajiunga na kanisa kwa njia ya ubatizo, watu wapatao 5,000. Endelea kusoma. 42 anasema wakawa wakidumu katika fundisho la mitume. Wakawa wakidumu katika mafundisho ya mitume. Na ndio maana nawaambia kwamba Biblia inasema, basi enendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa wote kuwa jamani wanafunzi. Jambo la kwanza, kawabatize. Alafu jambo la pili, na kuwafundisha. Na ndio maana tunapowabatiza imetupasa kanisa kutengeneza mafundisho. Ila mtu anabatizwa leo anaingizwa kwa darasa la lesoni. Akifika anakutana na kitabu cha Ufunuo, kinamwambia nikaona minara 7, anasema minara 7 ni kitu gani? Mwishoni mtu huyo mwelezo anasema kazi imekuwa ni ngumu, anakuja Satani baadaye.
yanafundishwa, mafundisho yanapikwa vizuri, hatimaye huyo mtu wewe mwambie, ukitaka kumtoa kwenye kanisa hili, tafuta winchi ya kumdanganya nyuma. Lakini inakuwa ni rahisi mno kumchomboa, kwa sababu yeye umembatiza leo, unamuuliza kwenye lesoni. Lesoni hiyo ukijifunza hata kuelewa haelewi. Ya kwamba kuna lesoni, kuna kichwa cha somo, kuna mjadala siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa hafahamu. Anasema ndipo Petro Roho Mtakatifu walipokuwa ndani yao, walipokuwa wakihubiri habari njema, anasema ndipo wakaongezeka watu wapatao 3,000. Na walipokuja watu 3,000, anasema wakaendelea katika fundisho la nini jamani? La mitume. Na ndio maana nampenda Bwana sana ndani ya kanisa hili. Kila siku imetupasa kujifunza mambo mapya. Amen. Ifikize. Na sikitika mno, Biblia kwa mpango, mtu anaendelea nyumbani, lakini hata kusoma kwa mpango hasoma. Karani ya shule ya Sabato wanasema jamani, wanasoma Biblia kwa mpango, wananyosha watu wangapi? 1, 2, 3, wamezidi sana 5. Kapili tukamoja Biblia kwa mpango. Kwa hiyo mitume walipowabatiza, hawakubatiza tu wakawaeleza kazini, waliwaandaa kuwatengeneza. Kuna jambo la kujifunza hapo. Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako, jambo la kwanza hakusukumi kwanza kufanya injili, anakuandaa kwanza wewe, hatimaye ndipo unasema habari njema. Sisi amina. Amen. Ndio habari njema. Jana tulijifunza habari ya watoto wetu. Tunapowalea, mtoto unapomlea unamwandaa kuwa mwinjilisti singo kwenda kuifanya kazi ya Bwana mahali fulani. Amen. Lazima Roho Mtakatifu atutengeneze, Roho Mtakatifu atupike. Na ndio maana kumefanya njema hii. Alitazama Petro wakati ule akiwa ni mvuvi wa samaki, leo hii akimwangalia kama mhubiri, anasema hivi ni kweli. Ndio ni Mungu kweli. Alitazama Petro wakati ule akiwa anakuwa akienda na ngarawa huko katikati ya bahari, akienda kuvua samaki, leo hii anakuta Petro ndiye ameshika Biblia anahubiri habari njema. Si kitu kidogo. Kuna jambo la kuelewa hapo. Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako anakuletea badiliko. Amen. Na ndio maana kuna wakati sishangai nikiona mlevi anayetembea anaanguka, lakini kesho yake mimi sijui kazi yangu ni kumwombea kwa Bwana, maana kuna wakati anaweza akawa ni mhubiri mkubwa wa kimataifa akihubiri habari njema. Acha kuona mtu wa kawaida, acha kumchukulia mtu wa kawaida. Kuna wakati nilikuwa navuta picha wakati ule nikiwa ninauza nyama sana pale nyumbani. Ninatumwa na baba naenda kuchani, natumwa na baba na pikipiki naenda huko. Watu hawakujua kwamba ningekuwa mchungaji. Wakaniona tu ni mtoto wa nyumbani. Lakini siku moja nikasema hivi, kweli Mungu amenipatia utume leo mchungaji, nitaendaje kuwaambia watu ni mchungaji? Unajua siku hiyo Mzee Emmanuel, wakati nimelala usiku, Bwana akanipatia fungu moja. Nimekaa nikakumbuka jinsi ambavyo nilikuwa naruka pale nyumbani na pikipiki naenda kule inatua na mzee nafanya hivi. Nikasema hivi, kweli nikienda watu nikiwaambia leo ni mchungaji watanielewa? Usitamani sana kutaka kutambulika wewe, acha Bwana akakutambulisha katika la Yesu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapoingia ndani ya maisha yako, wewe utatumia nguvu kujitambulisha, lakini yeye mwenyewe atakutambulisha kwa watu. Sikia nikwambie, Petro hakutumia nguvu kuambia watu jamani, kuanzia leo nimechagua kumtumikia Bwana, kuanzia leo nimechagua kuwa mtumishi wa Mungu. Inasema tutawatambua kwa matendo. Kama umeacha pombe tutakuona tu, kama umeacha uzinzi tutakuona tu, kama tumemwacha umbea tutakuona tu, kama umeacha masimango tutakuona tu. Wewe kwambie, utatumia muda mwingi kujitetea kwa watu. Unajua unasikitika mno. Kuna watu hata wanatumia nguvu nyingi kusema wao ni Wakristo kwa sababu maisha yao tu wenyewe hayaakisi Ukristo. Mimi ni Mkristo. Mimi acha watu wazungumze. Jamani, mseme amina. Walipoona Petro akiwa anatembea wakasema huyu mwanafunzi wa nani? Kwa Yesu anasema hata kuongea kwake haina haja ya kuuliza huyu mwanafunzi wa Yesu. Siku moja nikiwa kwenye gari, nilikuwa nimepanda na mtu mmoja wa Kristo mzaa. Wakati tunaongea tunapiga story, analeta story, tunapiga story kwenye gari. Ghafla ananiambia, "Lakini wewe ni msabato." Hivyo nafikiri nijisikiaje? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nikajisikia furaha sana. Anaongea umeliwaje, anasema hata
kuongea kwako ni kama wasabato wa Sabato. Yaani fikia wakati Roho Mtakatifu akikaa ndani yako, yaani hata ukitazama anasema ninavyokuona Kristo yuko ndani yako. Ila kuna mtu ukitafuta ni Kristo si Kristo, huku yuko. Biblia inasema penda familia yetu ya imani. Watu wakapenda familia ya imani. Watu wakapenda jinsi ambavyo Petro anahubiri habari njema. Watu wakapenda jinsi ambavyo Petro wanaponya wagonjwa. Watu wakapenda jinsi Petro wanafanya habari njema. Hiyo ikawavutia wengi, na ilipowavutia wengi, injili ilipohubiriwa wakajiunga watu 3,000 kwa siku. Nataka niwaambie watu wa Hisencho, imetupasa kuishi maisha ya utaua, maisha yanayoongozwa na Roho wa Mungu, ili watu wakitutazama sisi waweze kumfuata Kristo. Kuna jambo la kipekee katika kipindi hiki na zama hiki, matendo yanazungumza sana kuliko maneno. Kuna mtu hajanielewa. Nimesema katika zama hizi, kipindi hiki cha mwisho, matendo yanazungumza sana kuliko nini? Na ndio maana Biblia inasema kwa midomo wanasema wananipenda, lakini mioyo yao iko mbali nami. Yaani mtu kukuambia rafiki yangu hizo nywele umeziweka vizuri, lakini akigeuka anasema yaani huyo aliyenyoa nywele alikosea kabisa. Ni kawaida. Yaani wewe kwambie, yaani mtu kukusifia na hivyo vyako ulivyovaa, lakini kugeuza kichwa na kusema yaani kile kiatu kushoto kulia, yaani jamani kile kiatu sibora angalia acha kununua, lakini yule aliyekusifia. Yaani katika zama hizi za mwisho, maneno hayana nguvu mno sana kama sio matendo. Leo Biblia inasema tutawaona kwa matendo yao. Yaani kuna mtu akifanya kitu wala una haja ya kuuliza, unasema yule ni mtu wa Mungu. Kazini kwako wanapokutazama kwa matendo yako, wanasema wewe ni mtu wa Mungu. Ofisini kwako wanapokutazama, wanasema wewe ni mtumishi wa Mungu. Pale kwenye biashara yako wanapokuangalia, wanasema wewe ni mtumishi wa Mungu. Singo pale kijiweni kwako wanapopenda kukaa, wanasema wewe ni mtumishi wa Mungu. Yule mke wako pale nyumbani anasema wewe ni mtumishi wa Mungu. Wale watoto wako pale nyumbani wanasema wewe ni mtumishi wa Mungu. Tamani Roho wa Mungu anapokaa ndani yako, watu wakiri kupitia matendo yako. Wakikutazama tu, usiwapatie watu tabu. Leo hii kuna watu wamepatia hata tabu kuandika wasifu wa marehemu. Yaani unakuta mtu alikufa kwa ajili ya mke wa mtu wa kuchoma kisu, au alikufa kwa zinaa akapata ukimwi akakataa kunywa dawa akafa. Unakuta watu wanaandika wasifu. Mtumishi wa Mungu fulani aliugua homa ya ini ikapelekea pressure sana, kisukari kikaungana, hatimaye hata usingizi wa nini. Acha kutusumbua. Roho Mtakatifu anapokaa ndani yako, Roho Mtakatifu anaposhikilia maisha yako, Roho Mtakatifu anapoishi ndani yako, ndani ya maisha yako, nataka nikwambie, hutatumia nguvu katika badiliko, bali Roho huyo atakubidisha kutenda na kuishi sawa sawa na mapenzi ya Bwana. Petro, maisha yao yaliwavutia wengi, maisha yao yaliwashawishi wengi, na ndio maana kuna wengine watabatizwa si kwa kuhubiriwa Injili, lakini wengi wao watabatizwa kwa matendo walionayo. Kuna mtu hajanielewa. Nasema kuna watu wengi kwenye ulimwengu wa leo watabatizwa kipindi cha mwisho hiki, si kwa sababu ya Injili utakayowapelekea, lakini kwa sababu ya matendo yako kuwa mema. Yaani wakitazama wanasema ile dini ya yule mama fulani tunatamani tuifuate. Yaani yule mama fulani, yaani yule kweli ni mtu wa Mungu. Mama unasalia wapi? Unaambia nasalia mahali fulani. Wanakuambia na mimi dende. Tunaenda. Si mbona wiki hii wamekuja wageni? Wewe mwambie ndugu zangu, kama matendo yetu hayataokolewa na kubadilishwa kwa mujibu na muktadha wa Roho wa Mungu ndani yetu, nataka niwaambie injili yetu itakuwa ngumu. Kama tabia zetu hatutazifungamanisha na Roho wa Bwana ili zipate kutengenezwa, nataka niwaambie wokovu wa maisha yetu utakuwa ngumu. Nataka niwatie moyo, matendo yanahubiri sana ulimwenguni kuliko matendo. Matendo ya kina Petro, navuta picha, walipomkuta mtu ana njaa, wakamwambia huu sio kumwombea. Wewe niwaambie, kuna vitu vingine tuchukue akili jamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani unafikia kwa mtu
mtu, unakuta kabisa unaenda kumtembelea. Weza ni mchungaji, ni mzee wa kanisa. Ukifika pale unamkuta mama kumbe hajala siku 2. Hivyo utamwambia siku moja tuombe. Hitaji la pale, peleka chakula. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Peleka chakula. Tuombe. Tuombe nini? Peleka chakula. Unafahamu kabisa huyu mtu, nikimwangalia huyu mtu kabisa hapa alipo hana chakula. Huyu mtu unapomwangalia hana nguo, alafu anamwambia tuombe. Inahitajika matendo. Kanisa la awali walipofanya mambo yao shirika, walipomwona mwingine ametilikiwa, anasema kabla ya kwenda kumwombea, waliandaa mahitaji yaliyo muhimu kwa ajili ya msaada wake. Na ndio maana kuna matendo ya nini jamani? Tunayafanya kanisa. Yana nguvu kubwa sana. Yana uwezo mkubwa sana. Kuna mtu kwa matendo ya huruma atakayotendewa siku moja. Vuta picha hii. Una shilingi 5,000 mfukoni. Wakati unatembea barabarani, ukakutana na mtu ambaye ana siku ya pili, kula yake ni ya shida. Alafu ameketi sasa, hali imekuwa ni ngumu mpaka akaanguka. Alipoanguka, hatimaye ukamwona rafiki, ukimwongelesha haongei, ukachukua jukumu la kumbeba, ukampeleka hospitalini, akapewa drip moja ya maji, alafu ukaambiwa shida yake huyu sio mgonjwa, bali ana njaa. Hatimaye ukaenda ukamletea chakula akala, atakutazamaje wewe? Mwishoni anasema kama sio fulani ningekufa. Anaenda anatembea kwa watu, anamwambia kiukweli nimeishi kwenye ulimwengu huu ili nikutane na mtu wa Mungu. Anaambia nikufanyia nini? Yule mtu kama sio yeye mimi ningekufa. Kuanzia leo natamani kuona yule mtu tena. Anakuona, mwishoni anamwambia unasali wapi? Nasali mahali fulani. Mnaenda naye. Matendo na nguvu mno. Sikia hii, ujumbe wa malaika watatu. Yule malaika wa kwanza wakati anazungumza anasema ulikuwa ukitangaza saa ya hukumu ya Mungu na kuwaita watu wamche Mungu na kumwabudu yeye. Umekusudiwa kuwatenga watu na mivuto ya ulimwengu na kuwaamsha ili watambue hali yao ya kidunia na kurudi nyuma kwao. Katika ujumbe huu Mungu ametuma katika ametuma kwa kanisa onyo ambalo kama lingekubaliwa, kwa kuwa lingeweza kusahihisha tabia na maisha ya watu. Ikiwa wangepokea ujumbe huu kutoka mbinguni, wangenyenyekeza mioyo yao mbele za Bwana na kufanya matayarisho ya dhati ili waweze kusimama katika uwepo wake wa roho na nguvu ya Mungu vingedhihirika miongoni mwao. Kama washiriki wa kanisa la Iseto, kama waumini wa Iseto wangali kubali kusikiliza ujumbe wa onyo wa kumcha Bwana na kumtukuza, kwa sababu saa ya hukumu imekaribia, wangekuwa na uhitaji mkubwa wa kumhitaji roho wa Bwana. Shida ni hii, bado siku zipo. Hiyo ndio shida. Yaani jinsi unavyofanya mambo yako ya kila siku, ya kwamba bado muda upo. Yaani ikifika ni siku ya kuandama, anajua Sabato, unakuta ni saa 2, unakuta ni saa 3, mtu amepumzika saa 4, mtu amepumzika anasema muda upo utaandaa baadaye, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, mtu ndio anaanza kuandaa Sabato. Sabato inapoingia hata mtu anashindwa kuja ibadani, maana anaandaa Sabato. Jinsi tunavyovutia katika maisha yetu ya kila siku, na ndivyo jinsi tunavyovutia katika uhitaji wetu wa Roho Mtakatifu. Nataka nikwambie somo la leo nasema penda familia yetu ya imani kama Yesu anavyoipenda. Nataka nikutie moyo katika majira haya. Endelea msomaji wangu. Endelea pia nasemaje? Nasema wakadumu katika mafundisho ya mitume, ndio katika ushirika na katika katika kumega mkate na katika kusali. Endelea msomaji. Kila mtu akaingiwa na hofu. Ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Ndio. Endelea. 44. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja. Wakakaa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika. Jamani, sisemi amina. Yaani hakuna cha kwangu na cha kwako. Cha kwako
Mtoto wangu ni mtoto wako na mtoto wako ni mtoto wangu. Biashara yangu ni ya kwako na ya kwako ni ya kwangu. Napoona unaharibikiwa, badala ya kupiga makofi, ninahuzunika pamoja nawe. Roho Mtakatifu anapoingia ndani yetu, unapomwona mwingine anaharibikiwa, utamwonea huruma na kumsaidia. Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako, utakapomwona mwingine anakwama, utakwenda kumuinua. Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako, utakapoona mwingine anapitia mateso, utakwenda kumtia moyo. Na tamani jioni ya leo Roho Mtakatifu amwagwe kwenye maisha yetu. Inasikitika, unaweza ukashangaa mshiriki mwenzako ndiye anayekusema vibaya. Mshiriki mwenzako ndiye anayekuombea mambo mabaya. Mshiriki mwenzako ndiye anayetamani ukwame kwenye biashara. Mshiriki mwenzako ndiye hatamani uishi vizuri. Mshiriki mwenzako ndiye hatamani uoe. Mshiriki mwenzako ndiye anayetamani mambo yako yaharibikiwe. Nataka nimwambie, wenye roho wa Mungu anapomwona mwingine anafanikiwa, anampongeza na kumtia moyo. Roho wa Mungu anamaliza kusema tupendane kama Yesu aliyofanya nini jamani? Alivyotupenda. Nataka nikutie moyo, wakati wengine wanakukataa, Yesu anakupenda. Wakati wengine wanakudharau, bado Yesu anakupenda. Na thamani yako kwake ni kubwa mno. Hebu malizie hiyo 45 sasa. 45 anasema wakiuza mali zao, wakauza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo, na kuwagawia watu wote kama kila mtu walivyokuwa anahitaji, wakawasaidia wengine kwa mahitaji yao. Natamani kanisa la Haiseto, Roho Mtakatifu amwagwe, tuwe na siku moja ya kutengeneza matendo ya mitume. Tunaenda gerezani. Tuwe na siku moja ya matendo ya mitume. Tunatoka hapa, tunapanda hospitali ya wilaya, tunakwenda kuona wagonjwa, tumebeba sabuni, tunakwenda hospitali ya wilaya, tumebeba nguo, tunakwenda hospitali ya wilaya, tumebeba mahitaji mbalimbali kwenda kuwasaidia watu wahitaji. Kanisa la awali la mitume, Roho Mtakatifu alipomwagwa, walifanya mambo yao kwa umoja. Natamani nimalize kwa kusema hivi. Baada ya kushukiwa na Roho Mtakatifu, ndipo wanafunzi walipokwenda huko na huko kumtangaza Mwokozi aliye hai. Shauku yao kubwa ilikuwa ni wokovu wa roho za watu. Walikuwa wakifurahia uzuri wa ushirika pamoja na watakatifu. Walikuwa wapole, wenye kutafakari, wenye kujikana nafsi zao wenyewe. Walikuwa tayari kujitoa mhanga kwa namna yoyote ile kwa ajili ya ukweli. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya ukweli. Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako, hata kama wengine watakukataa, wala utaona shida, maana kwa Mungu utakuwa na faida. Natamani nimalizie kwa kusema, katika kushirikiana kwao siku kwa siku, walikuwa wakidhihirisha upendo. Walikuwa wamefungamanishwa nao kwa maneno na matendo yasiyokuwa na ubinafsi. Walikuwa wakijitahidi kuchochea upendo huu katika mioyo ya watu wengine. Na ndio maana siku ile Sabato nikamwambia hata kula pamoja ni upendo. Siku moja mzee Manuel na mke wako tokeni tu nyumbani, mwambie leo tunaenda kwa mzee Magana kuna chakula cha usiku. Napiga mzee Magana, leo tunakuja. Mkikaa pale pamoja, mkiwa mnakula mnapiga story, anasema ile style inaongeza umoja. Mpigie simu siku moja, single, mwambie single, leo na familia yako njoo na watoto wote na maongezi na nini, umewaandalia chakula kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Wakija pale nyumbani, kaeni pale kwa umoja, mtaiba Roho Mtakatifu kiongozi amini. Wakati wanakula mnacheka, mwambie kile kitu kinaongeza umoja. Na ndio maana zamani, jamani, kila mtu na namna zake za kale. Tukisema hakuna kurudi nyumbani, tukiwa tunaenda kanisani, mzee Magana alikuwa na makande, amebeba makande. Alikuwa na kitu kinaitwa kishumba, kama unatujua, amebeba hicho kishumba kuruga hiyo. Alikuwa na ubwabwa, siku hiyo kabeba ubwabwa. Alikuwa siku hiyo na ugali, anabeba ugali. Tukija kanisani pamoja, huyu anampa huyu, huyu anampa huyu, tunakula kwa upendo. Kile kitu cha kawaida kilileta umoja na upendo. Na ndio maana zamani zile ulikuwa unajua
maana mambo yao yote waliyafanya kwa shirika. Nataka nimwambie jioni ya leo, Bwana anatujali, Bwana anatupenda. Hivyo anaitisha wito huu ya kwamba familia ya imani, familia ya waaminio imewapasa kupendana kwa roho moja. Unafahamu mshiriki mwenzako hana kazi, wewe una mahali unatambua kabisa kuna kazi, mchukue, mwambie twende tukapate kazi pamoja. Ila nasikitika mno, kuna watu wana roho mbaya, kasoro wachawi tu ndio wachawi. Yaani amepata kazi na mahali kabisa kuna kazi, na anajua kabisa nikimpeleka fulani pale naye atapata kazi, atapata kipato, familia itainuka. Ila anasema nikimpeleka atanizidi, atajua mwenyewe. Jamani, huyo si mchawi, kasoro tunguli ziashindwe katika jina la Yesu. Maana roho njema haiko ndani yake, ule upendo haupo, ile furaha haipo. Nataka niwatie moyo, Roho Mtakatifu atakapomwagwa katikati ya waumini, tutania pamoja, tutasaidiana. Roho Mtakatifu anapomwagwa, wanawake ambao hapa mtajua kuinuana. Roho Mtakatifu anapomwagwa, wanaume ambao tuko hapa tutajua kutiana moyo. Roho Mtakatifu anapomwagwa, familia ya kanisa ambayo tuko hapa tutajua kusaidiana. Natamani jioni ya leo Roho yule alipomwagwa, kanisa la mitume likafanya mambo yao shirika, wakafungamanishwa pamoja, wakafanya mambo kwa umoja, wakashirikiana kwa umoja, maana walielewa umoja ni nguvu, utengano ni nini. Jamani, niwape siri hii, kanisa lenye umoja linafanya makubwa, familia yenye umoja inapata maendeleo. Na narudia tena, kanisa lenye umoja linafanya makubwa. Viongozi wenye umoja wanafanya makubwa. Mwambie familia inayonia mamoja, rafiki, inafanya makubwa. Hata maendeleo ya familia hiyo inaonekana. Athari hii, familia inapokosa umoja, mmomonyoko wa maadili unaingia. Familia ya kanisa inapokosa umoja, maendeleo ya kanisa yanadorora. Nataka niwatie moyo katika jioni ya leo, jinsi familia ilipokuwa na imani moja, pia wakania mamoja, kama Kristo naye alivyokuwa na umoja. Bwana anatujulisha wito jioni ya leo ya kwamba tuwe na umoja. Roho Mtakatifu akiingia ndani yetu atuwezeshe kuwa na umoja. Wangapi wanasema Bwana nisaidie? Ninatamani kweli Roho Mtakatifu aingie ndani yangu ili mimi nipende familia yetu ya imani. Si kuipenda familia yetu ya imani tu, lakini niishi kwa upendo kama Yesu alivyotupenda. Mtu wa namna hiyo si asimame pamoja nami. Baba yetu aliye mbinguni. Amen. Yumala siku kumi za maombi, ukiletewa na Pastor